Ukisikia maajabu ndio haya ambayo watu wengi pia wamekuwa akipigwa na butwa kuhusiana kile ambacho kimekuwa kikiendelea kule mkoani Njombe. Wakazi wa kijiji cha Ugabwa, wilaya Makete mkoani Njombe, wameshikwa na butwa baada ya kuona njio mweupe mwenye madoa meusi na mekundu kijijini hapo, akiwa na barua inayomtaka Ombeni Chaula, mkazi kijiji hicho, kurudisha gunia za mkaa zinazodaiwa kuiba ndani ya siku 3 kutoka kwa mtu anayetajwa kwa jina moja tu la Frederick. Baadhi ya wakazi wa kijiji hicho akiwemo Eden Mahenge na Alfa Mahenge wamesema wamekuta njiwa huyo akiwa na barua inayoandikwa kwa wino mwekundu pamoja na matone yanayodhaniwa kuwa ni ya damu, akimtaka Ombeni kurudisha magunia hayo. Hofu ipo kwa kuwa ukimtazama huyo njiwa amepakwa kitu kinachoashiria ni damu, na kwenye kijiji chetu hakuna anayefuga njiwa. Ukishaona rangi nyekundu inaashiria hatari. Kwa hiyo tunasubiri kile ambacho kinasema kuwa kwenye barua, kama itatekelezwa kwa mhusika au isipotekelezwa nini kitatokea. Ombeni Chaula, mtuhumiwa aliyetajwa kwenye barua hiyo, amesema jambo hilo halimshtui kwani hakuna kitu ambacho kinatokea. Hao ni matapeli, hakuna kitu kinachotokea ndani ya familia yetu. Juu ya hili msiwe na wasiwasi. Mjumbe aliyobebwa na njiwa huyo amesema maneno kadhaa yanayoandikwa kwa herufi kubwa na ndogo, unaonekana ukisomeka. Hatuna maneno mengi, huu ni ujumbe tu. Tunakupa siku 3 uwage umerudisha gunia za mkaa ulizoiba kwa ndugu Fredrick. Siku 3 uwage umerudisha, vinginevyo tusilaumiane. Ninarudia tena, siku 3 kwako ndugu Ombeni Chaula. Kwa hiyo ndicho ambacho kilikuwa andiko kupitia barua hiyo, na hapa ambapo unatazama mtazamaji wetu utaona namna ambavyo matone hayo ya damu pamoja na ujumbe pamoja na njiwa huyu ambaye amekuwa amelala pembeni. Sasa nikusome comment za dau mbalimbali. Mtu anasema wapuzi, yani gunia 3 wanaloga wakati kuna raia kupua mabilioni huko. Lakini mtu mwingine anasema kwamba Ombeni Chaula naamini mkaa ilikuwa ni haki yake na kurudisha itakuwa ni kama kitapeli tu. Mwingine anasema ingekutumwa pale Magomeni kungekuwepo. Mwingine anasema kwa nini wasitume pale Ikulu wajue ndio tupo kazini wazee wa hizi kazi. Mwingine anasema kama huu utaalamu upo, kwa nini usiwarudishe ndugu zetu waliotowekwa? Kila siku tumekuwa tukiimba hayo. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.